Naam, mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu katika YouTube chaneli yetu mpya pendo kabisa. Naam, mtazamaji wangu, hivi sasa mwanaharakati Mariam Sarungi kupitia ukurasa wake rasmi wa mtandao wa X ameweza kuchapisha ujumbe ambao uliweza kuwa ni wa siri, ambapo uongozi ulioko madarakani haukutarajia wananchi wa Tanzania wataweza kupata habari hii kutokana na mabilioni ya dhahabu kuuzwa katika mataifa ya kigeni. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, tutaweza kuangalia ni kwa nini ambapo uongozi wa serikali ya awamu ya 7 inayozidi kuongozwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan chini ya chama tawala cha CCM, serikali hiyo kwa nini imeweza kufikia hatua hiyo? Kwanza kabisa, mtazamaji wangu, hivi sasa kuna upungufu wa mikopo kutoka katika mataifa ya kigeni. Sote tunafahamu kwamba kutokana na tukio lililoweza kutokea mapema tarehe 25 Oktoba mwaka 2025 hadi mapema Novemba tarehe 3 mwaka 2025, kipindi na wakati ambapo idadi kubwa ya vijana Gen Z waliweza kuaga dunia, huku mataifa ya kigeni kuonyesha kutosimama ama kukubaliana na tukio hilo, nchini Tanzania liliweza kukataa kujihusisha katika ufanyabiashara na hata kutoa mikopo kwa uongozi ulioko madarakani, na ndipo ambapo tunazidi kushuhudia gharama kubwa ya maisha nchini Tanzania, ukosefu wa ajira. Pia uongozi wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan hivi sasa kulazimika kuuza takriban bilioni ama kiasi kikubwa cha gold kwa ajili ya kujaribu kuendesha uchumi katika taifa, kwa ajili ya kujaribu kupunguza gharama kubwa ya maisha, na pia wananchi wa Tanzania wasiweze kulalamikia gharama kubwa ya maisha, kutupa lawama kwa mara nyingine kwa viongozi walioko madarakani. Pia hatua hiyo ya uongozi ulioko madarakani kuuza kiasi kikubwa cha gold ya aina hiyo, mtazamaji wangu, ni kwa ajili ya kujaribu kupunguza hasira ambazo zipo kwa idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania. Kwa njia moja ama nyingine, uongozi ulioko madarakani umeamini umeweza kupunguza hasira kwa wananchi, ila sote tunafahamu kwamba dhahabu hiyo ama gold hizo, kipindi na wakati ambapo zitakuwa zikitolewa ardhini, basi moja kwa moja, kwa njia moja ama nyingine, lazima wataweza kulazimika kulipa watu waweze kutoka katika eneo ambapo gold hizo zinazopatikana, na kwa njia moja ama nyingine zitaweza kusababisha idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wanaozidi kumiliki ardhi yenye madini hayo ya gold, kwa njia moja ama nyingine wataweza kubaki bila makazi, jambo ambalo litaweza kusababisha vita kwa wale watakaokuwa hawataki kuacha ardhi yao na kuondoka katika ardhi ambayo itaweza kutengwa na serikali ili waweze kufanya uchimbaji wa madini hayo. Na sote tunafahamu kwamba haya yote kweli yataweza kutokea, ila tukumbuke ni akina nani wataweza kufaidi kwa kumiliki ama kutoa kiasi kikubwa cha madini hayo. Vilevile sote tunafahamu kwamba katika taifa ambalo kuna dhahabu, sote tunafahamu kwamba dhahabu ni chanzo kikubwa cha fedha za kigeni, na ndipo ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi wake ulioko madarakani umeweza kulazimika kutumia mbinu hiyo ya kuchimbwa kwa madini ya dhahabu ili aweze kupata fedha baada ya kunyimwa mikopo kutoka katika mataifa ya kigeni, na hapo kwa njia moja ama nyingine ataweza kufanikisha hatua ya kupunguza kutegemea mikopo ya mataifa ya kigeni ambayo ataweza kulazimika kurejesha ama kulipa kwa kiasi kikubwa.
Mtazamaji wangu, pia kwa njia moja ama nyingine kuna kukuza matopa ya madini. Kwa njia moja ama nyingine huenda tukaweza kushuhudia local revenue, ila iwapo hilo litaweza kutokea, Rais Mama Samia Suluhu Hassan ni lazima aweze kurekebisha uhusiano wake ulioko kati yake na wananchi wa Tanzania, kwani wale atakaoweza kuwafata ili kuwaondoa katika ardhi yenye dhahabu ili waweze kuchimba dhahabu hiyo, lazima ataweza kuwalipa na pia lazima ataweza kuwa na uhusiano mwema. Mbaya kabisa, sote tunafahamu hivi sasa ni picha gani ambayo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wako nayo dhidi ya uongozi ulioko madarakani. Sote tunafahamu kwamba mapokezi hayako jinsi ambavyo Rais Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kutarajia, baada ya kudhibitisha wazi kwamba aliweza kushinda uchaguzi wa mwaka 2025 kwa asilimia 98, ila kipindi na wakati ambapo kutakuwa na hafla yoyote ile ya uongozi ulioko madarakani mikoa mbalimbali, watu wanazidi kususia, na ndipo ambapo tumeweza kushuhudia hivi punde baada ya jaribio ama pendekezo lililoweza kutolewa kutoka Ikulu ya kwamba kutakuwa na Ramadhani Cup. Sote tumeona jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya vijana Gen Z wameweza kukataa Ramadhani Cup. Pia kwa njia moja ama nyingine tumeshuhudia viongozi wa kidini kukataa swala hilo la Ramadhani Cup, jambo ambalo uongozi ulioko madarakani umeweza kupoteza, na hata hakuna uaminifu wowote ule kwa uongozi ulioko madarakani, na ndipo ambapo itaweza kuwa vigumu kipindi na wakati ambapo watakapokuwa wakiomba watu wanaozidi kuishi kwenye ardhi yenye madini waweze kutoka ili madini hayo yaweze kutumiwa na serikali. Sote tunafahamu jinsi gani ambavyo hata baadhi ya kadi za umiliki wa shamba zitaweza kulazimika kufichwa ama hata kunyang'anywa wanaozidi kuzimiliki ili kuondolewa katika shamba hilo kwa manufaa ya serikali, ili isionekane kama kweli imeweza kulemewa kuendesha uongozi ama nchi baada ya kunyimwa mikopo kutoka katika mataifa ya kigeni. Vile mtazamaji wangu, moja kwa moja uongozi ulioko madarakani utaweza kutumia mali hiyo ama dhahabu hiyo kutuliza shinikizo la kiuchumi baada ya taharuki ya kisiasa iliyoweza kutokea wakati wa zoezi la uchaguzi mkuu. Pia huenda tukashuhudia uongozi ulioko madarakani ukaweza kulazimika kufanya hivyo ili kutoa ajira kwa vijana na kuonekana kama kweli wanazidi kutimiza baadhi ya ahadi walizoweza kuziahidi katika zoezi la kampeni na rali walizokuwa wakizifanya mwaka 2025. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Unakubaliana na kile ambacho kimeweza kuidhinishwa na uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan ya kwamba mataifa ya kigeni ambalo wataweza kufikia makubaliano liweze kuja katika ardhi ya wananchi wa Tanzania na waweze kutoa madini haya tunayozidi kuyazungumzia ni dhahabu, na ziweze kupelekwa katika mataifa ya kigeni? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa, subscribe, like, comment na kushare video hii. Bye bye until the next video.